Winome TV. Sisi ni familia mpya. Na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania popote pale ulipo mwana Singida, lakini pia Mtanzania, ni kuelekea maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, na kitaifa inafanyika hapa mkoani Singida, na anatarajiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa ndio mgeni rasmi katika maadhimisho hayo. Kuelekea kilele hicho, yapo mengi ambayo yamefanyika, ikiwemo maadhimisho ya kimataifa ya usalama na afya mahali pa kazi, Safety Day, ambayo yanaenda na kauli mbiu inayosema nafasi ya akili mnembo na teknolojia za kidigitali katika kuimarisha usalama na afya mahali pa kazi. Inafanyika hapa katika uwanja wa maonyesho Mandewa Singida, na tumekuja kuzungumza na wadau mbalimbali ambao wameweka mabanda yao katika uwanja huu, ikiwa ni sehemu tu ya kuona vitu mbalimbali vinavyofanyika na rasilimali bunifu zinazopatikana katika ardhi tukufu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na hapa tuko katika banda la Chama cha Wanawake Wafanya Biashara Tanzania mkoa wa Singida kama ambavyo inaonekana, na bila shaka mama ni dira ya jamii, kama ambavyo Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akisisitiza kipaumbele cha kina mama katika kukuza sekta ya uchumi. Ungana nasi Winome TV tuhakikishe kwamba tunakupeleka sako kwa banko toka nukta ya kwanza ya maongezi haya mpaka pale ambapo tutakwambia kwaheri au kutia ukomo au ni budu ya nukta. Langu jina mimi naitwa Chief Watuta. Karibu tuzungumze na kina mama hawa kutoka hapa. Kama ambavyo unaona hapa kuna dumu la mafuta ya alizeti, kuna karanga, tutajua vyote hivi viko vipi. Tunaungana kabisa moja kwa moja na kiongozi bana. Mama, shikamoo. Marahaba. Salama? Salama. Afya yako madhubuti maridadi? Mungu ni mwema, namshukuru kabisa. Kwanza tunaelekea kwenye maadhimisho. Tunaomba utuelezee zaidi kuhusu banda lako hili. Ni banda la kina mama wajasiriamali, mnahusika na vitu gani na ikikupendeza? Unaweza ukatuelezea japo kwa uchache malengo makubwa ya kuweka banda hili katika uwanja huu wa maonyesho wa Mandewa? Sawa, asante sana. Mimi kwa jina naitwa Rosemary Ibrahim Mzange, ni katibu wa Chama cha Wanawake Wafanyabiashara Tanzania TWCC. Chama chetu kinatuwezesha wajasiriamali kuweza kushiriki maonyesho mbalimbali. Kwa mkoa wetu wa Singida tumeshiriki, lakini chama chetu kipo Tanzania nzima, bara na visiwani. Kwa hiyo kwa mkoa wa Singida tunashukuru maonyesho haya yameweza kutupa fursa ya kuonyesha bidhaa zetu tunazotengeneza kwa ubora kabisa. Tuna mafuta ya alizeti, tuna karanga, tuna asali, tuna ungalishe, tuna pilipili, tuna mboga za kukausha, tuna vikapu, tuna mayai, tuna bidhaa za usindikaji. Tuna mafuta ya alizeti original kabisa kutoka Singida. Tuna karanga original kabisa kutoka Singida. Zote hizi tumeziongezea ubora. Tumeongezea ubora zao la alizeti, tumeongezea ubora zao la karanga. Lakini pia tuna asali nyuki wakubwa, tuna asali nyuki wadogo. Tuna unga wa lishe. Tuna asali kutoka Tabora, nyuki wakubwa, na tuna asali ya nyuki wadogo. Tuna mboga za kukausha. Tuna vikapu ambavyo vinatengenezwa kwa ajili ya kuuza urembo. Lakini tuna vitu vya asili hapa kwenye vikapu. Mtazamaji, nadhani ujionee mwenyewe kwa macho. Kikapu hichi ni cha bendera ya taifa Tanzania. Tazama ubunifu wa kina mama wajasiriamali kutoka katika ardhi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Unaona, na bei yake ni shilingi ngapi mama? Shilingi 20,000. Ni shilingi 20,000. Kwa hiyo anayetoka Dar es Salaam kule kwa Wazaramo anaweza akakipata. Na hichi kazi yake hasa ni nini? Urembo. Ni urembo tu. Huwezi kutunzia chochote kitu na nini? Mlenda wa asili. Ngoja kwanza. Unaitwa Mama Dino. Ndio, Mama Dino product. Anayezalisha hizi ni nani? Mimi. Ni wewe mwenyewe. Ni mimi mwenyewe. Mama, nipe 5 ya kijanja. Hii 5 maana yake ni 5 ya Samia.
Kwa kweli ubunifu huu katika ardhi hii ya Mama Samia huwezi kuukuta nchi zingine, kwa sisi tulopata bahati ya kuzunguka nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo hii ndio kaseti yako. Sisi wana Winome TV tupo kwa ajili yenu kina mama wajasiriamali. Tuna mayai, ninafuga kuku wa kienyeji. Kwa hiyo nimeleta. So, wanapatikana Singida. Wanapatikana ndio hapa shamba la kuku wa kienyeji ni Singida. Mwanamke na usafi babu. Ala. Sabuni zipo. Sabuni za kufulia. Ambaye uko nyumbani. Usafi ni kitu muhimu sana. Mimi nikushukuru sana. Tutafika kwako. Tuna vitu vingi hapa, tunaona tuna karanga hapa. Tuna vitu vingine vingi sana. Kwa majina naitwa Priska Ntoke. Ni mkurugenzi wa Bigzmana Product. Sisi ni kampuni yetu inahusika na mambo ya usafi, lakini pia na vyakula. Tuna sabuni za kunawa mikono na tuna mafuta ya mgando ya nazi ambayo pia yanasaidia kuimarisha ngozi haya ni mafuta ya nazi ya mgando ambayo yanatusaidia katika kuhifadhi ngozi zetu na kwa ni mafuta rafiki kwa maeneo ya Singida haya. Hatupauki, hatuchaniki, kwa ajili yanatuhifadhi ngozi zetu vizuri. Hii ni package ya shilingi 20,000, ni package ya familia ambayo tunatengeneza special order. Mtu anapokuwa anaona kwamba hii ni package ndogo, tunamtengenezea package kubwa. Lakini tuna hii tena package ndogo ya gramu 200. Hii tunauza shilingi 5,000. Na pia tuna tiles cleaner. Tunazo tiles cleaner ambayo inasafisha tiles na sinki. Unaweka ndani ya nusu saa. Baada ya hapo unatumia brush hii hapa. Sinki lako linakaa vizuri, na kwenye tiles unadekia. Wakati unadeki tiles zirudi kwenye hali ambayo ni nzuri. Lakini pia tuna jiki. Tuna ujazo wa aina 3. Hii hapa ni jiki ya nguo nyeupe ambayo unafulia, yenyewe ni gramu 700, tunauza shilingi 5,000. Tuna jiki ya gramu 250 ambayo tunauza shilingi 1,500. Lakini pia tunayo dawa ya kuondoa harufu chooni. Unasafisha choo chako, baada ya hapo unanyunyiza hii dawa. Ndani ya wiki moja choo kinakaa vizuri, harufu haitoki tena. Kwa hiyo hii ndio inaondoa harufu chooni. Mimi najua wamekupata vyema. Najua wamekupata vyema na watafika kwenye hili banda. Pengine unadhani maendeleo haya ya kina mama, neno lako moja pengine kwa Rehema na Jennifer ambao wanasubiri ajira, badala yake wajiwekeze katika hii ajira ambazo nyinyi kina mama tunaona mnazichakalikia? Neno moja ni kwamba wajiongeze. Fursa zipo, kikubwa ni kujituma. Na ukijaribu inawezekana. Pengine wadau wanataka kufahamu unapatikana wapi kiurahisi, bidhaa zako tutazipataje, pengine mawasiliano na vitu vingine kama hivyo. Karibu. Asante. Kiwanda chetu kiko Mandewa karibia na shule ya sekondari Mandewa, uwanja wa shule. Lakini ofisi yetu tunapatikana Ipembe Road, tuko mkabala na shule ya msingi Ipembe. Kwa mawasiliano ni 0712 500 157, 0767 48 49 51. Karibuni sana. Pengine urudie namba. Bidhaa zako tunataka kuzifahamu, na pengine wadau wetu wazijue, na pengine ikibidi watoke walipo wazifuate. Karibuni sana. Tunasindika pia, tuna karanga, peanut butter, tunatengeneza sabuni, japo sijaleta sample zingine hapa, sabuni za maji, shampoo, tunatengeneza na vitu vingine vingi. Kwa hiyo mimi nikitaka rimbe langu pale, huko wana kitu wanaita rimbe wao. Mlenda wanatia vitu vyao vingi pale. Kwa nikitia karanga nije hapa. Ukihitaji karanga, yani inatumika kwenye karanga, makande, mboga. Wanasema tunakupataje? Mimi na mawasiliano yangu haya hapa. Haya hapa ndo mawasiliano. Napatikana. Kwa hiyo haya sisi tukiyapeleka kwa wadau wetu, watakutafuta. Karibuni hata kama wasipokupata hapa. Karibu sana. Pengine utuelezee bidhaa yako. Karibu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Tabisa Emmanuel, natokea Morogoro, kampuni ya Eden Product. Mimi ni msindikaji wa viungo. Nina majani hapa ya chai yanaitwa majani ya mtundura. Mtundura ni mti jamii ya mronge. Tumechanganya na spices mbalimbali kuupa ladha chai hii, lakini unakunywa kwa faida kwa ajili ya mti wa mtundura. Faida ya chai hii kwa wale wanaosumbuliwa na pressure, UTI za mara kwa mara, tumbo linalouma linaunguruma na kujaa gesi, kuondoa sumu za mwili, inaondoa uchovu. Umefanya kazi umechoka, kabla hujafikiria energy na panado, piga chai yako hiyo. Mambo yanakuwa safi kabisa, mwili unachangamka kupitia hiyo chai. Tusinywe chai kwa kuwa ni kawaida tu wa Tanzania kunywa chai. Hapa tunakunywa chai na faida. Hilo ndo kubwa zaidi unalolipata hapo kwenye hiyo chai ya mtundura. Mimi kwa majina yangu naitwa Adelina Njagamba. Bidhaa yangu mimi ni karanga hii. Peanut butter. Karanga hii unaongea kwenye mboga, kwenye makande, unaweza kula na mkate. Ni kiungo cha vitu mbalimbali. Na bidhaa nyingine au ni karanga? Bidhaa nyingine hii ni achari. Ya mbilimbi. Ambayo kwa ajili ya chakula kidogo kupata ladha na nini. Hii imesagwa na hii haijasagwa. Kwa hiyo ni chaguo la mtu kuchukua hii ama kuchukua hii. Hii jina langu naitwa Mama Jocelyn Moshe, Mama Mtinda kwa urahisi kabisa. Niko hapa banda la TWCC, ni mjasiriamali pia kutoka kampuni ya Mgoma Leki. Najihusisha na usindikaji wa mafuta ya alizeti, asali, nyuki wakubwa na nyuki wadogo, pia natengeneza ungalishe. Ndio vitu vinavyopatikana katika banda hili. Lakini pia mimi ni mjasiriamali, najihusisha na utengenezaji wa furniture mbalimbali kwenye kampuni yangu. Kwa hiyo kama mnahitaji vifaa kama meza, viti, vinapatikana, na hudumia zaidi mashuleni. Kwa kupata fursa hiyo, unazungumza nini sasa katika sekta hiyo ya elimu na mchango wako mkubwa, na unatamani kama nchi ikutizame kwa jicho lipi? Mimi natamani kabisa serikali tuangalie sisi wakina mama tunajihusisha na shughuli za ujasiriamali, kwanza watukumbuke. Halafu kitu kingine, wasi wanasema wakina mama, kama mama yuko yani kampuni ikiwa chini ya mama akiwa ni mkurugenzi namba 2, kampuni hiyo haitambuliki. Tunaomba tu tunatambulika, kwa sababu wakati mwingine baba anakuwa ni kichwa tu, lakini wahusika wakubwa wa hizo shughuli ni wakina mama. Majina naitwa Hazina Mohamed. Jina la biashara Hazinei Quality Product. Niko na mwenzangu anaitwa Sham Product Quality. Tumepanga bidhaa zetu kwa pamoja hapa. Sisi ni wajasiriamali wadogo. Tunafanya bidhaa zetu kwa kuongeza thamani. Tunafanya mnyororo wa thamani, kutoa bidhaa kutoa malighafi kuwa bidhaa. Mfano ubuyu, umeutoa ubuyu kama ubuyu ulivyokuwa, tumetengeneza umekuwa bidhaa. Siri sasa ya bidhaa zako, ili nisitofautishe bidhaa za Sham Quality. Bwana huyu ni Shamu huyu ni Sham Quality Product ubuyu. Kwa wewe ambaye unapenda sana kupata vitu hivi, ili nitofautishe bidhaa zako na bidhaa za watu wengine wanaotengeneza kama hizi, utofauti wake uko wapi? Utofauti wake ni utengenezaji. Mimi nimebobea, nimesoma na vyeti. Kwa hiyo ukila ubuyu wetu utautaka. Kule utasema ni ubuyu wa Babu Isa wa Zanzibari, anayetangazwa Zanzibari, basi na Singida yupo. Winome TV. Mimi nakushukuruni sana. Mungu awabarikini sana. Asante sana. Hii ni Tanzania ya kwake Samia Suluhu Hassan. Naitwa Chief Watuta, tuonane kwa wakati mwingine. Asante.